Nasema kwamba tukubali kwamba mahusiano au mapenzi yamechukua sehemu kubwa kwenye maisha yetu, na mapenzi yanabadilisha, yana uwezo wa kubadilisha mtu. Wako watu ndivyo walikuwa ni watu wema sana, lakini mapenzi yamewafanya wamekuwa wakatili, kwa sababu alitendwa na naye anafanya hizo revenge. Kwa hiyo mwisho wa siku kuna watu wamekuwa wakatili kwa sababu ya mapenzi, kwa sababu walijaribu kuwa wema, wakampenda mtu, wakamjali mtu, lakini malipo yake yakawa mabaya. Ukikutana na huyo mtu unamkuta na yeye anakuwa mtu wa ajabu kabisa, lakini kumbe ni nini? Ni mahusiano. Unaelewa? Mtu anakuwa na roho ya kinyama, anaamua kuua, lakini ukifuatilia unakuta ameambiwa labda watoto sio wake, amedanganywa akaambiwa watoto sio wa kwako, au amefuatilia akagundua watoto sio wa kwake. Huyu mtu hakuwa na mpango wowote wa kufanya chochote. Sasa mambo ya kufanana na watu, nimeangalia ile picha siku hizi mna AI mnatengeneza na picha. Hapana, ile picha yenyewe yeye na familia yake imepostiwa akiwa na wale watoto wote. Ilipostiwa, yes. Ndio hiyo tuseme, unajua kuna siku niliwahi kusikia mama mmoja aligombana na mume wake, na akamwambia tu kwamba kwanza watoto wenyewe sio wa kwako, lakini alikuwa anatafuta kwamba nimwambie huyu mwanaume kitu gani kimuumize makusudi. Kwa hiyo akamwambia kwanza watoto wenyewe hawa sio wa kwako, lakini ukweli walikuwa ni watoto wake, lakini yeye alitafuta hivi, huyu mwanaume anavyoniumiza na mimi nimwambie kitu gani cha kumuumiza. Sasa yule mwanaume yeye hakujua kwamba yule lengo lake ni kumuumiza, akaamini kweli kwamba wale watoto sio wa kwake, kuja kumsaidia mpaka afike pointi ya kujua kwamba ilikuwa ni uongo. Madhara makubwa sana yameshatokea. Kwa hiyo watu wangepaswa kufundishwa stress management kwenye mahusiano ni nini. Kila mahusiano yana changamoto zake, kila mahusiano yana stress, kila mahusiano. Hakuna mtu ambaye yuko kwenye mahusiano ama yuko kwenye ndoa ambaye hata kutana na wakati fulani na changamoto fulani, kwa sababu hauishi na malaika. Unapokuwa uko kwenye mahusiano hauko na malaika, lazima kuna siku mtatofautiana, kwa sababu ninyi ni wanadamu. Hivi tunapotofautiana tunafanya nini? Mwenzako anapokukosea, sasa hivi ninaona kwenye social media wanawake wengi wanasema hizo mambo za revenge, kwamba akikusaliti na wewe msaliti. Lakini unafuatilia kwamba hivi mwanaume akikusaliti na wewe ukamsaliti, nani ambaye anaumia? Wote mnaumia. Si swala la hisia. Sasa sawa, wewe unapotaka kurevenge kwa kutumia mwili wako, yani kama kuna ule msomo unasema kichaa kikimbia na wewe unaoga, alafu kichaa akaja akachukua taulo yako akakimbia, na wewe ukaamua kumkimbiza, wote mtaonekana ni nini? Ni vichaa. Kwa sababu wote mnaamua, unasema yeye amenisaliti na mimi na dawa ikiwa umesalitiwa, dawa yake sio na wewe kusaliti, kwa sababu unaposaliti na wewe unaongeza tatizo mara mbili. Hatuwezi kuushinda ubaya kwa ubaya, tunaushinda ubaya kwa wema. Ndio maana nimekuita mchungaji. Umeelewa? Kwa hiyo watu wasifikiri kwamba eti kwa sababu mimi nimesalitiwa. Mtu mmoja akawa ameeleza akasema, bwana mwanaume anaweza kulala na wanawake hata 5 kwa siku au kwa wiki. Wewe utaweza? Utafanya? Umeelewa? The time unaamua leo kusema na mimi namsaliti, huwezi. Yani huwezi. Mwanaume sasa hivi akiamua hapa sasa hivi atatoka, atachukua simu yake, atapiga simu, bwana hebu tuonane kesho anakutana na mtu na maisha yanaendelea. Mwanamke huwezi hicho kitu.